Vipi kama maombezi ni ugonjwa mpya? Kabla hatujapata jibu na tukiendelea kutafakari, hebu tusikilize hadithi hii ya mwanadada Juliana. Juliana, msichana ambaye alikuwa akiishi na virusi vya ukimwi ama ukimwi kwa kipindi cha zaidi ya miaka 10, alisikia habari redioni ambayo ilimfurahisha sana na kumfanya aone tumaini jipya la maisha yake. Alisikia ushuhuda wa mwanamke aliyekuwa amesimama katika mojawapo ya makanisa makubwa ya maombezi nchini Tanzania. Kijana huyu alikuwa akitoa ushuhuda ambao ulimfurahisha na kumpa tumaini jipya Juliana. Msichana huyu alisema ameponywa ukimwi kwa kuombewa, na alienda mbali kwa kusema kwamba madaktari wamepima kujiridhisha katika hospitali 10 tofauti na wote wamesema hawaoni kitu, ikiwa na maana kwamba msichana aliyekuwa akitoa ushuhuda aliponywa. Juliana alipata tumaini jipya na kuamua kufunga safari kwenda katika kanisa hilo la maombezi. Juliana alikuwa anaishi Musoma, kwa alifunga safari zaidi ya kilomita 900 kutoka Musoma kwenda Dar es Salaam kwa ajili ya kufanyiwa maombezi aweze kupona ukimwi. Juliana alifika kwa shida na tabu. Baada ya kuuza vitu vyake vingi, akasafiri na kufika katika jiji la Dar es Salaam ambako alipambana sana mpaka alipofanikiwa kufanyiwa maombezi hayo. Baada ya maombezi alinunua vifaa vinavyoitwa vifaa vya kiroho. Alinunua maji, alinunua mchanga, alinunua udongo, alinunua mafuta na alikula keki. Kwa hivyo alirudi na maji, alirudi na mafuta, alirudi na mchanga, alirudi na udongo, alirudi na chumvi, alirudi na vitu vingi ambavyo aliaminishwa kwamba vingemsaidia kupona. Juliana alifika nyumbani. Kwa sababu alifanyiwa maombezi, Juliana alisitisha matumizi ya dawa zake za kufubaza makali ya virusi vya ukimwi, ARV. Juliana aliyekuwa na imani ya kupona alianza kuzoofu. Alizofika siku baada ya siku. Watu walimuuliza, nini kimekupata? Akasema, ni lazima nitapona, nimeombewa. Watu hawakufahamu kama aliaje kutumia dawa zake na yeye hakusema. Kwa hivyo kutokana na kuacha kutumia dawa, alizoofu mpaka alipofariki. Juliana alizikwa. Juliana amefariki, lakini ni nini kimemuua Juliana? Ukimwi au maombezi? Bila shaka vyote viwili vimemuua Juliana. Juliana sio mmoja, wako wengi wanaopoteza maisha katika maombezi. Yeye ni mmoja tu ambaye tunamuona, lakini wapo wengi sana. Ndiyo sababu tunahoji, haya maombezi
ni ugonjwa mpya. Watu wanaacha kutumia dawa wakiwa katika maombezi. Matokeo yake wanakufa. Ni nini kinawaua? Bila shaka ni maombezi. Kumbuka kesi ya Juliana. Pengine angeendelea kutumia dawa zake, angekuwa mzima mpaka leo, angesogeza siku zake. Maombezi ni ugonjwa mpya. Wapo wanaoshtuka na kurudi katika tiba, lakini wakiwa wamefilisika vibaya. Katika shuhuda za maombezi, shuhuda hazisemi wale wanaopoteza maisha katika maombezi. Upande wa pili hausemi. Wanasemwa wanaopona tu. Niliombewa nikipona. Lakini hawa ambao hawaponi, kwa nini hawasemwi? Wanasimama watu wanasema wameponywa kansa, wameponywa ukimwi, wameponywa magonjwa makali kama magonjwa ya figo na mengineyo. Na ndipo tunauliza swali, vipi kama maombezi haya ni ugonjwa mpya? Kuombewa si jambo baya. Kuombewa si kosa. Lakini kosa kubwa linalofanyika ni kuwaaminisha watu katika mambo ambayo pengine ni ngumu sana kuwezekana. Kuwaaminisha watu katika mambo ambayo ni ngumu sana kufanikiwa. Hebu fikiria tena mkasa huu. Fikiria mkasa huu. Mzee Mudi mstaafu ambaye aliteswa na maradhi ya uzee, naye alisikia watu wanaponywa magonjwa. Yeye alisumbuliwa na miguu, alisumbuliwa na figo. Akaenda katika maombezi. Akiwa katika maombezi, mzee huyu kufanikiwa, hakuweza kupona. Japo aliaminishwa kwamba atapona, aliaminishwa kwamba miguu yake ambayo imekataa kutembea itatembea. Kwa hivyo mzee aliacha tiba aliyokuwa anaipata hospitali, badala yake akaegemea katika maombezi. Na katika maombezi haya mzee huyu hakuweza kupata kile ambacho alikitarajia. Matokeo yake aliingia hasara ya kutumia kiinua mgongo chake. Mpaka kilipokuja kuisha, akajikuta akiishi maisha ya tabu uzeeni bila kupona. Na nini kilifuatia? Kifo. Kwa hivyo funzo tunalolipata hapa, vipi kama maombezi ni ugonjwa mpya? Tunajifunza kwamba maombezi yanaweza yakawa mazuri sana endapo watu wataweka imani, lakini hawatapuuzia sayansi. Kama unaumwa, kuyumba kama unaumwa ni rahisi sana. Anayesema ama anayempuuza ama anayemdharau anayeombewa pengine hajawahi kuumwa. Ni kweli magonjwa yanatesa, lakini tunapofanyiwa maombi, ili tusifanye maombezi kuwa ni ugonjwa mpya, tuhakikishe basi tunapokuwa katika maeneo hayo tusipuuze ushauri wa kisayansi. Nenda kaombewe, lakini nenda na moja kichwani. Nenda kaombewe, lakini nenda na moja kichwani. Maombezi sio mbadala wa daktari. Na tukifanya maombezi kuwa mbadala wa daktari, utajikuta katika matatizo. Matatizo yaliyompata Juliana, matatizo yaliyompata
Moody. Lakini jambo kubwa ambalo makanisa mengi yamekuwa yakifanya, hasa makanisa makubwa, makanisa kama ya Kikatoliki, yamekuwa yakishauri watu wao wasiumbe katika imani. Pengine wameliona janga hili, wameliona tatizo hili. Sisi ni binadamu, tuhakikishe tunaishi kwa kutumia akili, tusije tukazalisha matatizo mapya katika jamii yetu. Watu wengi wanaacha kutumia dawa, watu wengi hata hospitali hawaendi. Lakini watu wengi wanagombana kwa sababu gani? Katika maombezi tunamkumbuka kiboko ya wachawi ambaye alifungiwa. Kwa nini? Kwa sababu hata serikali iliona sasa huu ni ugonjwa mpya. Magonjwa yanasumbua watu, akili kubwa inahitajika, elimu kubwa inahitajika. Tusipozungumza, tusipopiga kelele, tutakuwa tunatengeneza ugonjwa mpya. Leo tunauliza, vipi kama maombezi ni ugonjwa mpya? Una maoni gani? Una majibu gani? Nini kifanyike kuinusuru jamii na janga hili kubwa? Kumbuka, tuna maadui watatu: ujinga, maradhi na umaskini. Asante.